Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuweka ushuru kwa nchi ya Korea Kusini, mshirika wake, hadi 25%. Donald Trump ametangaza kwamba mshirika wake Korea ya Kusini itakumbwa na ushuru wa 25%. Rais huyo ametangaza kuwa ataongeza ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka Korea Kusini hadi kufikia 25%. Na hii ni hatua ambayo inakuja baada ya kuishutumu Seoul kwa kutotekeleza ipasavyo makubaliano ya kibiashara yaliyofikiwa mwaka uliopita. Kupitia ujumbe aliouandika kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump alisema ataongeza ushuru huo kutoka 15% kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo magari, mbao, dawa na ushuru mwingine wote wa kulipiza reciprocal tariffs. Trump alisema kuwa wabunge wa Korea Kusini wamekuwa wakichelewa kuidhinisha makubaliano hayo, ilhali Marekani imechukua hatua za haraka kupunguza ushuru wake kulingana na makubaliano yaliyofikiwa. Kwa upande wake, Korea Kusini imesema haijapewa taarifa rasmi kuhusu uamuzi wa kuongeza ushuru kwa baadhi ya bidhaa zake na imeomba mazungumzo ya haraka na serikali ya Marekani juu ya suala hilo. Ushuru hulipwa na makampuni yanayoingiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Katika hali hii, makampuni ya Marekani yatalipa kodi ya 25% kwa bidhaa wanazonunua kutoka Korea Kusini. Trump amekuwa akitumia mara kwa mara ushuru kama njia ya kushinikiza au kutekeleza sera zake za kigeni katika mhula wake wa pili Ikulu. Jumamosi iliyopita alitishia kuiwekea Canada ushuru wa 100% endapo ingeingia makubaliano ya kibiashara na Uchina. Siku ya Jumatatu, maafisa wa China walisema kuwa makubaliano yao ya ushirikiano wa kimkakati na Canada hayalengi kudhoofisha au kuathiri nchi nyingine. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema nchi yake haifuatilii makubaliano ya biashara huria na Uchina na kwamba haijawahi kufikiria kufanya hivyo. Awali, Donald Trump, rais wa Marekani, alisema angeweka ushuru wa kuagiza bidhaa kutoka nchi 8 zikiwemo Uingereza ambazo zilipinga mpango wa Marekani wa kuichukua Greenland, eneo linalojitawala chini ya ufalme wa Denmark ambayo ni mwanachama wa NATO. Baadaye, Rais Trump aliondoa tishio hilo la ushuru kuhusu Greenland akisema kumekuwa na maendeleo kuelekea makubaliano ya baadaye juu ya kisiwa hicho. Hata hivyo, tukio hilo liliharibu uhusiano wa Marekani na Denmark pamoja na washirika wengine wa NATO. Na hii imetengeneza namna ambavyo washirika wa NATO wanaiona Marekani kama taifa ambalo wakati huu linaonekana ni taifa lenye kutumia nguvu kufanya lolote itakavyo. Rais wa Marekani Donald Trump tangu aingie madarakani katika awamu yake ya pili amekuwa ni kiongozi ambaye anaonekana ni mwenye kutaka chochote alichokihitaji katika ulimwengu. Huko katika mataifa ya Ulaya wanamuona kiongozi huyo kama kiongozi ambaye amekuwa akitumia mabavu, na baadhi ya mataifa kama Ujerumani, taarifa zinaeleza kwamba raia nchini humo wanaonesha kumchukia Donald Trump kuwa ni kiongozi anayetumia mabavu wakati wote kwa chochote kile ambacho anakihitaji muda wowote. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.